Unajua usajili wa namba 10 Yanga walikuwa wanaendelea kufanyia kazi, na ni eneo ambalo lilikuwa lina nyota watatu ambao walikuwa wanatakiwa mmoja wapo aweze kusajiliwa. Ilikuwa ni issue ya Azizi, ilikuwa ni issue ya Fofana, ilikuwa ni issue ya Faisal Salum, mmoja wapo ndio ambaye alikuwa anahitajika. Lakini changamoto ya Azizi ulizungumza kwa mwanzo, ilikuwa zile gharama ambazo walikuwa wanahitaji zilikuwa ni kubwa sana, kwa Yanga wakaopti kuweza kuangalia kama wanaweza kupata saini ya Fofana, lakini pia na issue ya Faisal. Sasa ukiangalia katika mazingira ambayo yako sasa hivi ni kwamba issue ya Faisal imekuwa ni ngumu, kwa sababu Faisal haitakiwi tu kumezana yeye mwenyewe, issue ambayo inahusiana pia na timu yake na ana mkataba halali. Nafikiri unafahamu Azam sio timu ndogo. Nafikiri maamuzi alipita kwamba biashara ile haitafanyika kipindi hiki. Kwa hiyo kai na ugumu ambao utamfanya ashindwe kutoka Yanga na kwenda sehemu nyingine yote, na atabakia pale Azam akiendelea kutumikia timu yake. Kwa hiyo baada ya hapo kabisa waangalie ile nguvu ambayo ongeza kuitumia kwa Faisal, basi wahamishie kwa upande wa Azizi ambaye ilikuwa mazingira yake ni mepesi, isipokuwa tu ni kufuata yale masharti ya fedha ambayo walikuwa wanahitaji wahusika kwa maana timu yake. Ndio akafikia maamuzi ya kuweza kumalizana nao, na muda wote atakwenda kumtangaza akiwa ni sehemu ya kikosi na kuweza kuchukua nafasi ambayo wakati mwingine ilikuwa inatumika na Okelo, ambaye na yeye pia safari yake ya Yanga ni kama inafikia mwisho, kwa sababu tayari kuna timu zimeonyesha nia, na miongoni mwake ni timu ambayo yupo kocha wake kutoka Yanga, kwa maana Pedro amemhitaji na ametuma ofa, ameweka vile kwa Yanga wanaweza wakijilia opportunity kuweza kama kufanya ni swap deal, wao waweze kumwachia Okelo aende kule, tena Ziki aweze kuingia na kutumikia, kwa sababu tayari Ziki maana yake tayari ni ana experience na tayari ana uzoefu kubwa kimataifa, na ameweza kufanya vitu vingi kukompea na Okelo ambaye ni kijana mdogo ambaye anahitaji kuweza kujenga na kukua ili baadaye aweze kuja kuwa tegemeo. Kwa bila shaka dili la Faisal Salum kwa dirisha hili halipo sasa. Limegoma. Yaani haendi Simba wala Yanga. Issue ya Simba mlikuwa mnaipa business nyinyi, haikuwepo hiyo issue bwana. Hakuna issue ya Simba hapo. Kwa hiyo hizi taarifa kwamba Yanga na Azam tulikuwa na issue. Hamna issue ya Simba hapo. Kwa hizi taarifa za kuzungumza kwamba Simba wamekuwa na makubaliano binafsi na mchezaji sio. Hiyo ni watu tu wanatamani kwamba nadhani kuongea siku moja kila kizuri ambacho Simba wanakitaka na Yanga nao watakitaka, atasema na Yanga hivyo hivyo. Lakini kulikuwa kuna biashara serious brother. Kwa dau la pesa sizungumzi kwa kuwavunjia heshima, lakini kiukweli sasa hizi hali ya kifedha kwa upande wa Simba si njema. Yaani si njema. Hali ya kifedha? Hali ya kifedha kwa upande wa Simba si njema. Hawako vizuri kifedha. Huo ndio uhalisia uliopo. Kwa namna ya utoaji ni kwamba fedha ipo, namna ya utoaji ama klabu yenyewe haina fedha ya usajili. Sawa. Nafikiri ni mazingira yaliyopo. Mazingira yaliyopo sio rafiki. Fedha hamna ya kuweza kumiti mahitaji ya wachezaji. Na pia kuna taarifa ambayo kwa sasa imeanza kusambaa kwamba Young Africans wana mpango pia wa kuachana na beki ambao wamemsajili hivi karibuni, beki wa kati Omar Faruku Komara, ili kupata nafasi ya kumsajili huyu mchezaji Stefan Aziz Ki, kwa sababu wanaamini dili la mchezaji Alan Okelo, yani kama fedha bado haitoshi kumuuza. Hizi taarifa pia nazo zikoje? Na amna hizo taarifa sio kweli. Hakuna hiyo taarifa kama hiyo. Ni watu tu. Kwa maana bado ipo kwenye timu, anaendelea na mazoezi na ni sehemu ya kikosi na ni malengo ya mwalimu. Hamna shida nyingine yoyote. Kwa hiyo hizi taarifa za Komara kuuzwa, Faruku Komara kuuzwa sio taarifa za kweli? Sio kweli. Ila dili ambalo liko hapa ni Alan Okelo tu kuuzwa. Yeah, of course. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.